Tunapoendelea kutafakari kitabu chetu hiki cha Wanafikara wa Kiroho ambacho kitatoka rasmi Disemba 21 mwaka huu 2026, tunakutana na tafakari za msingi ambazo zinajibu swali letu la msingi kabisa la mwanadamu. Kumbuka kwenye kitabu hiki tuna maswali matano ya msingi wa mwanadamu. Sasa swali la kwanza linahoji juu ya chanzo asili cha mwanadamu ni nini? Sasa katika kuyatafakari haya wakati naandika kitabu hiki, nilikutana na maelezo ya wanafalsafa ambao kweli walidhamiria kuangalia chanzo asili cha mwanadamu ni nini, lakini kadri mjadala ulivyozidi kupanda ni kama walichepuka. Huenda kwa sababu swali lilikuwa gumu mno au ilikuwa halileti majibu yanayoridhisha, kwa wakajikita zaidi juu ya maendeleo ya mwanadamu. Ndio maana baadaye unakuta falsafa sasa inazaa saikolojia, inazaa sosiolojia, na aina fulani ya mwanadamu kuendelea kushirikiana na mazingira yake na yeye mwenyewe katika undani wake, nazungumzia mambo ya kiroho zaidi ili aweze kukua. Lakini tunapotazama sasa chanzo asili cha mwanadamu, tunapojaribu kujibu swali la msingi la mwanadamu, la kwanza kabisa kati ya maswali matano mazuri kabisa ambayo nayatafakari katika kitabu hiki cha Wanafikara wa Kiroho, swali hili kwanza limejibiwa na wanafalsafa, wanahistoria na wanateolojia. Sasa awali kabisa wanaoanza ni wanafalsafa, na wako wanafalsafa wengi kama 8 hivi ambao wanajaribu kujibu swali hili la kwanza la msingi wa mwanadamu katika dhana ya kifalsafa. Mfano wa wanafalsafa hao ni kama Thales, Heraclitus, Anaximenes, Anaximander, Anaxagoras, Pythagoras na kadhalika, ambao wapo kwa undani wake katika kitabu hiki cha Wanafikara wa Kiroho. Sasa mwanzoni dhana ilikuwa kwamba vitu vyote ambavyo viko duniani ni lazima viwe vimeundwa na elementi mama 4 ambazo hawa wanafikara wa awali kabisa walikuwa wanazitazama. Kumbuka hizi ni nyakati ambazo katika dhana ya kifalsafa tunaita ni nyakati kabla ya falsafa halisi, tunaweza kusema. Tunasema pre-classical philosophy. Na kipindi hicho kwa mgawanyo wa wanafalsafa na falsafa kwa ujumla huwa tunakiita ni kipindi cha kabla ya Socrates, tunaita pre-Socratic era, au kwa Kiswahili ambacho nimekitohoa ni upre-Socratiki. Sasa kipindi hiki cha upre-Socratiki ndicho ambacho tunakutana na wanafikara. Actually huwa siwaiti wanafalsafa katika dhana ya kifalsafa, huwa nawaita wanafikara kwa sababu ni zama ambazo falsafa ilikuwa bado haijapamba moto katika dhana ya kuwa classic. Kwa hiyo walikuwa wanaangalia elementi 4 kwa dhana kwamba kila kitu ambacho kimeundwa ni lazima au ni sharti basi kihusishwe na moja ya elementi mama hizi 4 ambazo waliziona wao kwamba elementi ya kwanza ilikuwa ni maji, wakazungumzia juu ya moto, wakazungumzia juu ya udongo, ardhi au dunia pamoja na hewa. Kwa kila kitu kinaweza kuwepo tu kama moto, hewa, maji au udongo umehusika. Kwa hiyo wako wanafikara 4 ambao wanapishana mtazamo wao, na kila mmoja akisema kwamba moja ya elementi mama hizi ndicho chanzo asili cha mwanadamu. Sasa Thales alizungumza mtazamo wake wa kwamba chanzo asili cha mwanadamu ni moja ya elementi hizi 4. Sasa ajabu iliyoje ni kwamba Anaximander, mmoja wa wanafunzi wake Thales, anakuja na mtazamo tofauti kabisa. Ni mtazamo gani huo? Mtazamo ambao Anaximander anakuja nao ni mtazamo upi? Sasa hapa ndipo tunakutana na Anaximander. Huyu ni mwanafunzi mashuhuri wa Thales ambaye licha ya kurithi ari ya mwalimu wake ya kutafuta chanzo asili cha ulimwengu, yeye anachukua hatua ya kijasiri ya kuhoji hitimisho lake. Badala ya kukubaliana kwamba
maji kama ambavyo Thales alisema ndiyo chanzo asili cha ulimwengu au chanzo asili cha kila kitu, Anaximander anawasilisha mtazamo mpya kabisa, tena mtazamo wa kimapinduzi, akifungua mwelekeo tofauti kabisa katika historia ya falsafa. Swali lile la msingi linaendelea kubaki vile vile kwamba ni nini chanzo asili cha kila kitu kilichopo? Lakini safari ya kujibu swali hili inaingia katika kiwango kipya cha fikra, kiwango kinachovuka maelezo ya vitu vinavyoonekana na kuelekea katika kutafuta msingi wa kina zaidi wa uhalisia wenyewe. Anaximander ananadi kwamba chanzo asili cha kila kitu ni kisicho mpaka. Kwa Kiunani ni apeiron. Anaximander yeye anaona chanzo asili cha kila kitu hakiwezi kuwa kitu kimoja mahususi kama vile maji, ambayo ndiyo yalikuwa chanzo asili cha kila kitu kadiri ya mwalimu wake ambaye ni Thales. Anaximander anatazama apeiron kama vile bahari ambayo ina kila aina ya nguvu na uwezo na uwezekano wote. Kutoka katika hicho alichokiita apeiron ndimo ulimwengu huu ulipata kuwako, na hiyo apeiron ndiyo huratibu michakato yote ya ukuaji na maendeleo ya viujazavyo ulimwengu huo. Je, kwake Anaximander alithubutu kufikiri kwamba hicho alichokiita apeiron kinaweza kufikiriwa kuwa ni sawasawa na Mungu? Swali ambalo nilikuwa nimejiuliza hili wakati ninatafakari mtazamo wa Anaximander. Au unaweza kusema kwamba Anaximander aliona kwamba ulimwengu na vile viujazavyo ulimwengu vimepata kuwako pasipo kutegemea kitu kilicho kuwako tayari. Swali ambalo nilikuwa najiuliza hapa. Je, Anaximander anaweza kuwa na mtazamo sawia na ule wa baadhi ya wanateolojia wanaonadi kwamba Mungu aliumba ulimwengu kutoka kwenye kisicho kuwepo kupitia nadharia ya creatio ex nihilo, yaani uumbaji kutoka kwa kisicho kuwepo? Na kuomba utafakari kwa kina hapa. Na wakati unaendelea kutafakari kwa kina, ninaenda kudadavua mtazamo wa Anaximander juu ya chanzo asili cha mwanadamu kuwa ni apeiron. Apeiron ni nini? Ina sifa zipi? Na je, tunaweza tukaunganisha mawazo ya apeiron na kunadi kwamba apeiron pengine ni sawasawa na Mungu kama mtazamo wa wanateolojia wanavyonadi? Basi andamana nami mwanzo mpaka mwisho katika uchambuzi wa kitabu chetu hiki cha Wanafikara wa Kiroho, maswali 5 ya msingi wa mwanadamu. Naamka asubuhi, natazama angani, nawaza akilini, najiuliza moyoni, hivi wanadamu tumetoka kwa nani? Chanzo chetu hasa ni nini? Wanafikara wa kiroho tunauliza, sisi tunatoka kwa nani? Sisi ni akina nani? Tuna thamani gani? Tuna kusudi gani? Na tunaenda kwa nani? Tunapenda